Mtazamaji, hii ni Amashi Online TV. Karibu katika makala hii fupi inayohusu matendo ya huruma kwa jeshi la polisi kuwafariji watoto yatima na wenye uhitaji. Mimi ni Martin Mhina. Mtazamaji, wahenga walisema mtu ni watu na wema hauozi. Katika maisha, thamani ya kile unachotoa hakipimwi kwa ukubwa wake, bali kwa moyo unaokusukuma. Na ni kwa moyo huo wa upendo na kujali ndipo jeshi la polisi wilaya ya Korogwe limeamua kuandika ukurasa mpya wa matumaini kwa watoto yatima wa kituo cha Zuberia na wananchi wenye uhitaji wa mtaa wa Kwa Mdolwa. Mtazamaji, katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Zuberia kilichopo mtaa wa Kwa Mdolwa, halmashauri ya mji Korogwe, furaha ilitawala baada ya ugeni wa jeshi la polisi wilaya ya Korogwe wasili ukiwa umebeba si msaada pekee, bali pia ujumbe wa upendo, mshikamano pamoja na matumaini. Askari hao wamekabidhi mahitaji mbalimbali kama vile sabuni, vifaa vya kujifunzia shuleni, mafuta na hata vinywaji kwa watoto hao kabla ya kushiriki nao mazungumzo na nyakati za furaha zilizogusa mioyo yao. Lengo la ziara hii fupi ni kuwapa faraja hao watoto wetu, kwani hao watoto ni wa kila mtu. Wao wanatakiwa waangaliwe kwa karibu ili malezi yao yawe vizuri, kwa sababu watoto ni wa taifa la kesho. Mtoto akilelewa vizuri anaweza kuwa kiongozi wa baadaye. Kwa hiyo sisi imetugusa leo kuja hapa na kuwapa mkono wa faraja, kuwafariji watoto. Kwa hiyo nawaleza wadau wengine waweze kuguswa na waje kuangalia watoto na kuwashika mkono na kuwapa faraja. Mtazamaji, kwa watoto hawa kila mgeni anayewatembelea hubeba matumaini mapya. Lakini kwa viongozi na walezi wa kituo hiki, ujio wa jeshi la polisi ni ishara kuwa bado kuna watu wanaotambua na kuguswa na changamoto wanazokabiliana nazo kila siku. Kwa kweli nashukuru sana kwa pamoja na mabosi wangu, pamoja na wafanyakazi wenzangu, pamoja na watoto wangu, kwani sio mara ya kwanza kufika kwa ujio wa jeshi la polisi. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza walifika, lakini bahati mbaya watoto wengine hawakuwepo na ikawa kidogo changamoto kuwapatia, bali tulikabidhiwa majukumu sisi walimu, lakini tukafanya hivyo. Lakini leo najisikia faraja zaidi kuona wenyewe wamekuja wakaona watoto na kuwakabidhi wenyewe kwa mkono. Kwa hiyo nimefurahi sana, na naomba watu wengine wanaoguswa na jambo kama hili waweze kutuunga mkono. Kwa hiyo na kutakia shughuli nyepesi, mambo mepesi katika mambo yao, warudi salama na waendelee hivi na wasikumshie kwetu tu, hata kwa wenzetu wengine wenye mahitaji pia waweze kufika na waweze kuwapatia mahitaji. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna kitu kidogo, chochote tunachopata sisi kwetu ni kikubwa. Mimi na majina naitwa Martin Peter Yoyo, ni mtu wa mtaa Kwa Mdolwa. Pia mimi niko ndani ya kata hii, ndio mwenye kata iko Kwa Mdolwa. Binafsi kwa nimefarijika sana. Jeshi la polisi fanya jambo kubwa sana, sababu pia miongoni mwa familia ambao wako hapa watoto wengi wana mahitaji. Nimeshukuru jeshi la polisi, pia limetengenezea mahusiano mazuri kati ya mimi na jamii, pia na jeshi la polisi lenyewe. Sasa hivi hata mtu akimwona polisi anaona kwamba ni miongoni mwa watu ambao kwetu sisi tusiogope, bali miongoni ndani ya familia. Mtazamaji, viongozi wa serikali za mitaa wanaamini matendo kama haya yanajenga jamii yenye mshikamano na kuwa darasa kwa kizazi kinachokuwa kuhusu muhimu wa kupendana na kusaidiana. Hao watoto pia walioko hapa
Kwa hivyo ambavyo umeona au vitu ambavyo umeweza kupata, nao wanaiga, nao baadaye wanaweza kuja kukua mfano, nao kuona kwamba na sisi tutaweza kutoa jambo muhimu sana. Na ni vitu ambavyo vinamwacha mtu pamoja. Hata mimi binafsi kama mwenyekiti, kuna vitu vimeniongezea pale nilipo katika jeshi la polisi kwa matendo yaliyofanyika leo. Mtazamaji, lakini matendo ya huruma ya jeshi la polisi hayakuishia kwa kituo cha watoto yatima pekee. Safari yao imeendelea hadi kwa baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kwamdolwa wanaokabiliwa na changamoto mbalimbali, wakiwemo wazee na wagonjwa ambao nao wamepewa mkono wa faraja na kutiwa moyo. Matendo hayo yameacha tabasamu na matumaini kwa familia zilizotembelewa. Namshukuru mkuu wa polisi OCD kwa msaada huu alionipa. Mungu amzidishie anachokipata na kazi zake zote. Mungu naomba amlinde. Nashukuru sana kwa kutembelea mkuu wa polisi. Hali changamoto ambazo mnazo kwa binti huyu, naomba muendelee kunitembelea. Kutana mtoto huyu anahitaji bado apate msaada, kunyoshwa mkono wake, apate kufanya kazi zake mwenyewe. Na kwa sasa hivi hawezi kazi yote ya kufanya. Ambaye anatakiwa kuwasaidia watoto hawa si tu watu wenye uwezo, si tu watu matajiri, si tu waajiriwa kutoka serikalini, hapana. Bali ni mtu yoyote ambaye ameguswa kwa chochote kile. Sio lazima kiwe kikubwa, hata kidogo tunapokea. Hawa watoto wanahitaji vitu vingi. Kuna daftari, kuna kalamu, kuna sabuni, kuna pen, kuna mafuta, wanapokea. Kwa hiyo sio lazima kiwe kitu kikubwa. Tunawaomba watu wengine yoyote kwa chochote unachojisikia kuleta, iwe ni unga, tunakaribisha sana. Waombe wadau mbalimbali ambao wao kama jeshi la polisi mfano mwonyesha huu ni mkubwa sana. Mahusiano makubwa sana na wenzetu nao binafsi huko walipo, basi waweze kuiga mfano huu ambao ni mkubwa sana ndani ya kijiji cha Kwamdolwa, kata nzima kwa ujumla. Nimefurahi sana. Mtazamaji, katika kipindi ambacho jamii inahitaji mshikamano zaidi kuliko wakati mwingine, matendo kama haya yanabeba ujumbe mkubwa kwamba ulinzi wa raia hauishii katika kulinda maisha yao pamoja na mali zao pekee, bali pia kugusa maisha yao kwa upendo na huruma. Ni ujumbe unaokumbusha kuwa kila mmoja ana nafasi ya kubadili maisha ya mwenzake, si kwa utajiri alionao, bali kwa moyo wake wa kujitoa. Ifahamike kuwa kila tendo la huruma huacha alama isiyofutika katika maisha ya anayepokea na anayetoa. Hivyo basi, kujitolea kwa ajili ya wenye uhitaji ni wajibu wa kila mmoja wetu kwa ustawi wa jamii yenye upendo na mshikamano. Mimi ni Martin Mhina na hii ni Amash Online TV.